Mimi kama rafiki yako ninataka ujue kwamba kuna hatari iliyopo, na hiyo hatari ni wanadamu sisi wenyewe tulioileta, lakini pia kuna usalama uliotangazwa, na huo usalama umeletwa na Mungu mwenyewe. Alipomaliza kuumba, Mungu akasema kila kitu ni chema. Akaona kila kitu ni nini? Ni chema. Maana yake hakukuwa na hatari yoyote. Kulikuwa salama, kulikuwa shwari, mambo yalikuwa vizuri. Yeye anataka sasa kuhakikisha anakusanya wanadamu wote ili waende katika jehanamu ya milele. Ndio maana akaenda kumdanganya Adamu na Eva. Lakini kipo ambacho ndicho kilichokuja na hatari, au ndio hatari kubwa iliyoletwa na dhambi. Lakini habari njema ni kwamba Mungu akaja na mpango wake wa kuendeleza kile ambacho alikianzisha. Kwa mpango wa wokovu ni mpango wa Mungu kurejesha uumbaji wake kama ambavyo ulikuwa hapo awali. Tena ukiwa na jambo zuri unashare na wenzako. Natuma salamu zangu nyingi sana kwako. Habari ya leo? Watu wanasema ukiwa na jambo zuri unahakikisha unatulia nalo ili unakula peke yako, lakini mimi nataka niseme ukiwa na jambo zuri unashare na wenzako. Sasa ni hivi, nina mambo mazuri ambayo ninatamani uendelee kujifunza pamoja katika kipindi hiki, na tutakuwa tunajifunza mfululizo wa jambo linalohusu wokovu. Inawezekana umewahi kusikia kwa habari ya wokovu, na ninajua inawezekana sio kitu kigeni, lakini pia inawezekana hujawahi kusikia. Lakini nataka nikupe maana sahihi ambayo neno la Mungu linafundisha, na nitakupa katika hali ya kawaida kabisa ya wewe mtu ambaye unafuatilia kuelewa, wala bila kutumia akili nyingi sana. Unahitaji tu kutulia na kunisikiliza ili uweze kuelewa maana ya wokovu. Najua umelisikia hili jambo, na leo nitakwambia pia kwa habari ya wokovu. Sasa wokovu ni nini? Turudi katika Kiswahili chetu kawaida kabisa. Unaposikia wokovu ni neno ambalo linatokana na kuokoka, kuokolewa. Kwa sasa kuokolewa au kuokoka kutoka kwenye nini? Kwa sababu unaposema kuokolewa au kuokoka, manake lazima kuna hatari fulani. Katika mfano wa kawaida tu tuseme mfano kumetokea mafuriko. Mafuriko ya maji, then wakaja watu kuwasaidia watu ambao wapo katika hiyo hatari ya mafuriko. Wakichomolewa wakawekwa pembeni, wale watu wakawa wako salama, tunasema watu wameokolewa na nini? Na mafuriko. Ikitokea ajali kwa mfano, watu wakapata majeraha au nini, alafu kuna watu fulani wakaokolewa kutoka kwenye ile ajali, tunasema wameokoka na ajali. Kwa neno wokovu kikawaida kabisa simply inamaanisha kuwa salama kutoka katika hatari fulani. Kwa hiyo tunapoongelea kwa habari ya wokovu, tunaongelea kutoka katika hatari na kuwa salama. salama. Sasa hebu turudi katika kile ambacho nataka kukuambia, ambapo kuna jambo la muhimu sana kila mwanadamu anatakiwa kulijua, ambalo linahusu hatari iliyopo duniani kwa wanadamu wote. Lakini jambo zuri ni kwamba kuna usalama ambao umetangazwa, na usalama huo ndio wokovu tunaoongea. Kwa hiyo tunapoongelea kwa habari ya wokovu, tunaongelea kwamba tunataka kila mmoja wetu, mimi kama rafiki yako ninataka ujue kwamba kuna hatari iliyopo, na hiyo hatari ni wanadamu sisi wenyewe tulioileta, lakini pia kuna usalama uliotangazwa, na huo usalama umeletwa na Mungu mwenyewe. Sasa ni hivi, Mungu alipomuumba mwanadamu, aliponiumba mimi na wewe, au alipomuumba Adamu ambaye ni baba yetu, kiumbe wa kwanza aliyeumbwa duniani, ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 31, Biblia inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kwa hiyo tunaona hapa Biblia inaweka wazi kwamba Mungu alipoumba akamaliza, manake viumbe vyote pamoja na mwanadamu. Alipomaliza kuumba, Mungu akasema kila kitu ni chema. Akaona kila kitu ni nini? Ni chema. Manake hakukuwa na hatari yoyote. Kulikuwa salama, kulikuwa shwari, mambo yalikuwa vizuri. Lakini sasa baada ya hapo tunajua ya kwamba mwanadamu alitenda dhambi. Ukisoma kwenye sura ya 2, sura ya 3, unaona namna ambavyo mwanadamu anaingia kwenye anguko, anajaribiwa. Adamu na Eva wanajaribiwa na shetani, na wanaingia kwenye jaribu hilo,
na wanamkosea Mungu. Tutakapoendelea kujifunza kwenye mfululizo huu, tutaenda hatua kwa hatua kuona tatizo hili lililoingia la dhambi, msingi wake ulikuwa ni nini? Dhambi, tunaposema dhambi hasa ni nini? Tutajifunza kwa kina. Lakini leo nataka tupate msingi wa kujua maana ya wokovu. Alafu baada ya hapo kwenye mfululizo wa vipindi tunavyofuata, tutaendelea kuangalia hatua kwa hatua kwa habari ya dhambi ilipoingia na namna gani Mungu ameleta huu wokovu na namna gani tunaweza kuupokea na namna gani ambavyo wokovu huu unalenga nini. Kwa hiyo nataka leo tujikite katika kuona maana ya wokovu. Nilikwambia pale mwanzo kwamba wokovu katika hali ya kawaida kabisa ni kutolewa katika hatari na kuwa salama. Kwa tumeona hapa Mungu katika mpango aliokuwa nao wa kumuumba mwanadamu na kuumba ulimwengu huu tunaoishi, dunia hii tunaoishi, alisema au aliona mwisho wa siku baada ya kufanya uumbaji wake kwamba kila kitu ni chema. Lakini tatizo la dhambi lilipoingia, mambo yakaharibika. Matatizo yote tunayoyaona leo huku duniani yote yameletwa na kitu kinachoitwa dhambi. Na dhambi ndiyo inayofanya dunia ionekane kwamba sio sehemu salama. Na tunaona leo kuna chuki, leo kuna kugombana, leo kuna kupendana. Kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea duniani. Tunaona mwanadamu ameingia kwenye kutafuta kuwa na jinsia tofauti na Mungu alizoziumba. Kwa mambo yote hayo ambayo tunaweza tukaongea na vitu vyote vinavyoendelea ni matokeo ya dhambi. Mungu hakuumba hivyo. Kwa uharibifu wote tunaoona ni matokeo ya dhambi. Sasa dhambi ilipoingia ilikuja na hatari. Na hiyo hatari ndio ambayo nataka nikuonyeshe, alafu nikwambie suluhisho ambalo Mungu amelileta, ambao sasa ndio wokovu. Kama ambavyo tumesema wokovu ni kutolewa katika hatari na kuletwa katika usalama. Sasa Mungu hakutaka mpango wake uharibike. Alitamani kwamba atuchomoe katika hatari ambayo ilitokea. Sasa hatari iliyotokea baada ya dhambi kuingia ni hii, kwamba mwanadamu alihukumiwa hukumu ya dhambi yake milele, ambayo hukumu hiyo ni mauti. Sio kama unanielewa mtu wa Mungu. Na tunapoongelea mauti, tunaongelea kifo, tunaongelea mtu kutokuwa katika hali ya uzima. Sasa najua tunakifahamu kifo hiki ambacho huwa cha kawaida cha mtu kufa, kuondoka katika mwili, au tunapoenda kuwazika ndugu zetu waliotangulia, tunasema wametangulia mbele za haki. Ni kweli hicho ni kifo na ni aina moja wapo ya kifo. Lakini kifo cha aina ya pili ambacho nacho ni hivyo, maana ya kifo ni kutenganishwa. Kwa hiyo unapokufa katika mwili, roho yako inatenganishwa na mwili wako. Lakini kifo ambacho ndicho kilichokuja na hatari, au ndio hatari kubwa iliyoletwa na dhambi. Na kifo hicho ni cha kutenganishwa na Mungu milele. Kumbuka Mungu alipoumba mwanadamu, alipoumba dunia, Mungu alikuwa anahusiana na mwanadamu na anahusiana na watu wake aliowaumba. Lakini baada ya dhambi kuingia, uhusiano huo ukakatika, kwa sababu dhambi ilileta mauti, na mauti hiyo ni kutenganishwa na Mungu. Sasa kutenganishwa huko ni kitu cha milele, yani ni kitu ambacho kilitokea na kipo milele. Kwa hiyo mimi na wewe ambao tulizaliwa katika hali ya dhambi, tuliangukia katika kundi hilo la kuwa kwenye hatari ya mauti ya milele. Sasa huyu ambaye alimdanganya Adamu na Eva, shetani aliyemshawishi Adamu na Eva, ana mpango wake na yeye ambao ni tofauti na Mungu. Na mpango wake ni kwa sababu yeye alishahukumiwa kwenda jehanamu ya moto milele, alishatengwa na Mungu milele, na yeye hana msamaha. Yeye anataka sasa kuhakikisha anakusanya wanadamu wote ili waende katika jehanamu ya milele. Ndio maana akaenda kumdanganya Adamu na Eva. Kwa alipofanikiwa hilo, maana yake ni kwamba sisi sote tunaozaliwa tunaangukia kwenye hukumu ya kile ambacho Adamu na Eva walikifanya. Lakini habari njema ni kwamba Mungu akaja na mpango wake wa kuendeleza kile ambacho alikianzisha. Kwa mpango wa wokovu ni mpango wa Mungu kurejesha uumbaji wake kama ambavyo ulikuwa hapo awali, ukiwa mwema, kama ambavyo tumesoma kwenye Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 31. Sasa nitakusomea maandiko kadhaa ambayo yanatuonyesha wokovu unatuondoa katika hatari hii kwa kiwango gani. Na nimekwambia wokovu ni mpango wa Mungu mwenyewe kurejesha uumbaji
sisi wanadamu, vitu vyote vilivyoharibika huku duniani, hivi vyote tunavyoviona ambavyo vimekaa katika hali ya ubaya, uharibifu, leo tunakuwa unafika mahali tuna experience joto ambayo limepitiliza kiwango, watu nchi za wenzetu huko moto tu unazuka kutokea sehemu ambayo haina sababu ya msingi. Kwa kuna hali ambazo haziko sawa sawa na vile Mungu alivyoumba. Sasa nitakuonyesha maandiko yanavyosema huu wokovu unakuja kuleta nini, na mpango wake Mungu huu wa wokovu unakuja kurejesha kile ambacho alikifanya pale mwanzo. Sasa hebu tufungue pamoja kitabu cha Isaya sura ile ya 65 mstari wa 17. Biblia inasema hivi. Anasema haya ni maono ambayo Isaya anayaona. Mungu anamuonyesha Isaya kile ambacho anaenda kukifanya baada ya kuwa mwanadamu amemkosea Mungu na uharibifu umetokea, lakini kuna hatari ambayo mwanadamu amejiingiza. Mungu anaonyesha sasa anao mpango wa kumrudisha huyu mwanadamu na uumbaji wote katika usalama tena, kuwatoa kwenye hii hatari na kuwarudisha katika usalama. Mstari wa 17 unasema, maana tazama mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Kwa hiyo Isaya anaanza kupata maono, na maono haya ni mpango wa Mungu mwenyewe. Mungu anamuonyesha kwamba uumbaji huu ambao tayari umeshaharibiwa na dhambi na mwanadamu ameingia katika hatari, na uumbaji wote umeingia katika hatari baada ya dhambi kuingia, Mungu anaonyesha kwamba anao mpango mwingine na ataenda kuziumba mbingu mpya na nchi mpya, ambapo huko kutakuwa salama. Haya mambo ya kwanza hayatakuwepo yaliyoharibika. Lakini hebu tusome katika kitabu kile cha Petro wa pili sura ile ya 3 mstari, nitaanza kusoma kuanzia mstari wa 9. Petro pia analielezea jambo hili ambalo Isaya alionyeshwa katika maono. Anasema, Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije ile siku ya Mungu na kuimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Sasa mstari wa 13 anarudia maneno yale Isaya aliyasema, au maono yale Isaya aliyaona. Anasema, lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo Petro anaonyesha namna ambavyo kuna ahadi ambayo Mungu ameiweka, na ahadi hiyo ni ya kuileta mbingu mpya na nchi mpya na kuondoa uharibifu na hatari ambayo mwanadamu alikuwa ameingia. Na katika mbingu hiyo mpya na nchi mpya, manake huo ni uumbaji mwingine ambao Mungu atauleta. Sasa hebu turudi katika swala letu la wokovu. Nimekwambia wokovu ni kuondolewa katika hatari ambayo ilikuwepo na kuletwa katika usalama. Na nikakueleza kwamba sisi kama wanadamu, Mungu alituumba katika dunia ambayo ilikuwa salama. Tumesoma katika kitabu cha Mwanzo, tumeona tulikuwa tuko vizuri, na Mungu anasema mwenyewe kwamba akaona kila kitu ni chema. Lakini dhambi ikaingia, ikaleta majanga, na dhambi hiyo ikatufanya sisi tuingie katika hatari ya hukumu ya milele, ya kuwa mbali na Mungu, ya kutupwa kwenye jehanamu ya moto pamoja na shetani ambaye amehukumiwa na Mungu. Lakini Mungu anakuja na mpango au plan B ya kuturejesha katika mpango wake wa uumbaji ule ambao alikuwa nao moyoni. Kwa anaumba tena mbingu nyingine na nchi nyingine kwa ajili yetu. Sasa wokovu maana yake ni nini? Sasa wokovu ni mpango wa Mungu wa kurejesha uumbaji katika hali yake ya kwanza. Kwa kile ambacho kilikuwa kimeharibiwa na dhambi na shetani kinarejeshwa tena. Sasa baada ya kuelewa kuhusu wokovu, naomba ufuatilie kipindi kitakachofuata. Tutaenda kuangalia sasa ni namna gani mtu anaweza kupokea wokovu. Tutajifunza dhambi ilileta nini na madhara gani na vitu kama hivyo. Yako mafundisho mengi ambayo yanaendelea, na
nafikiri ni vizuri tukajua usahihi wa kile ambacho Mungu anakifundisha kutokana na maandiko. Kwa tutaangalia kwa kina na kujifunza kwamba dhambi iliingia vipi, masuala ya laana na vitu kama hivyo. Tutaona na mpango wa Mungu huu tunaupokea vipi, ni unaposema tunaupokea wokovu kwa imani inamaanisha nini, na mtu akiwa ameokoka anapokea nini na vitu kama hivyo. Kwa fuatilia mfululizo huu, lakini naamini kuna kitu umejifunza kwa habari ya maana ya wokovu na mpango huu mzuri ambao nimekueleza. Basi unaweza pia kupiga simu katika namba zetu ambazo ziko katika screen yako ili kuweza kuuliza maswali katika comment section hapo, lakini uwe huru pia kutufikia. Kama una maswali, una mtazamo tofauti, kuwa huru kutufikia na kuuliza swali lako na kuonyesha mtazamo wako. Mungu akubariki sana. Unaweza ukanipigia, naitwa Mchungaji Kenneth, na ubarikiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukafuatilia katika video hii ambayo inafuata kutokea kwenye hii video ya kwanza.